Kwa sababu mimi bado ni mwanafunzi, nimeacha kusoma form 3, kwa hiyo bado nahitaji kurudi skuli. Sikupenda kuishia form 3. Sababu walipotuambia sisi daktari kwamba huyu mgonjwa huyu anatakiwa awe na watu kama 11 wa kumfanyisha mazoezi, kwamba akisimama kitakapoangukia ndio patapo anapata mtu wa kumshika. Kama mimi kijana nimeumia sana na kulia sana changamoto iliyopomkuta kijana mwenzangu kuparalyze. Kija hapa daktari kwa siku 2 anahitaji umlipe kwa kila siku, pesa hiyo hatuna kutokana na kazi yetu. Kinachoniuma ndo ninachosema. Pwani na wakuta mimi nifanyaji mazoezi na nawakuta. Inaniuma sana napoona wanaruka nikiangalia mwanangu yupo kitandani kwa swala lile lile. Fikiria, kijana wa miaka 18 mwenye ndoto kubwa za maisha. Hafla kila kitu kinabadilika na kuagiza mithili ya usiku mzito usiwe na mbalamwezi. Ni mkasa unaoumiza ambao ulimpata kijana Abdalla Bakari Abdalla ambaye alipata ajali akiwa anaogelea, hali iliyompelekea kupooza mwili mzima. Na sasa ni takriban ya miaka 2 kijana huyu anapambana na maumivu makali huku akikabiliwa na hali ngumu ya kimaisha. Nimepata huu mtihani mnamo tarehe 26 mwezi wa 5 2024 majira ya saa 11 baharini pale Kizingo. Baada ya kumaliza mazoezi nikapiga mbizi kwenye nchi kavu, kwenye ufukwe wa bahari kuingia kwenye maji, lakini sivyo bahati nilianguka vibaya, nikaumia, nikavunja tindiri za mgongo, ikaenda kubana mshipa wa mawasiliano baina ya ubongo na mwili. Kwa hiyo nilivotoka pale nilipelekwa hospitali ya Mnazi Mmoja. Nilikaa kwa muda wa mwezi mmoja takriban bila matibabu yoyote, tukiomba referral ya kiserikali ya kuelekea India, lakini hatukupewa. Kwa hiyo tukaomba japo ya Muhimbili Dar es Salaam, pia hatukupewa. Hivyo mpaka wazazi, ndugu, jamaa wakaamua sasa kwenda kwa kulipia pesa zetu wenyewe, kulipia kiprivate yani. Kwa hiyo tukatoka tukaenda hospitali ya Muhimbili. Alhamdulillah tumefanya operation, matibabu ya awali, lakini walituambia mbona mmechelewa sana. Kwa hiyo nilichelewa, nilikaa sana Mnazi Mmoja, kwamba ningeenda zile siku za mwanzo sasa hivi ningekuwa alhamdulillah. Sijui tatizo ni nini, lakini hawakutupa. Walituambia tukae kwa muda wa wiki 4 ili niweze kujishika kwa safari ya India, lakini tayari nishaumia, kwa hiyo siwezi kujishika. Wiki ya pili nikapanda ICU juu. Baada ya hapo tukaona hali ishazidi kuwa mbaya, kwa hiyo wazazi wenyewe wakasema twendeni hivyo. Twendeni Muhimbili, kwa sababu walivyoniambia wakanipa moyo kwamba pesa inatafutwa lakini roho. Kwa hiyo tukaelekea Muhimbili kwa matibabu ya awali. Walituambia tumechelewa, lakini walisema operation yangu imeenda vizuri, na imeenda vizuri kweli, kwa sababu nilipomaliza operation nilirudi wodini, sikwenda ICU. Wakasema kuna uwezekano upo mkubwa wa kupoa. Upo, na wamesema wao wametibu lile tatizo. Na wamenipa asilimia nyingi za kupoa, kwa sababu mimi bado mdogo. Lakini wamesema nahitaji mazoezi. La kuambia ni kwamba naomba mnisaidie, kwa sababu viongozi, clip nyingi naziona mtandaoni, viongozi wakisema kwamba vijana ndio taifa la kesho. Kwa hiyo kama ni taifa la kesho, naombeni sana wanisaidie ili niweze kutimiza hiyo ndoto ya kuwa taifa la kesho, kwa sababu mimi bado ni mwanafunzi, nimeacha kusoma form 3, kwa hiyo bado nahitaji kurudi skuli. Sikupenda kuishia form 3. Hususa zaidi ni kuomba msaada kwa serikali, kwa Rais wa Muungano wa Jamhuri ya Tanzania Mama Samia, na rais
Dr. Hussein Ali Mwinyi, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, pamoja na viongozi wengine wakiwemo mbunge wangu hapa wa Jang'ombe, Mheshimiwa Kingi na mwakilishi wake Gulam, na hususa zaidi ni waziri wa afya, hali yangu anaiona, pamoja na waziri wa elimu. Anajua kabisa kama mimi sijamaliza kusoma. Kwa hiyo naomba sana, na viongozi wengine, watu binafsi wenye msaada, na waomba mnisaidie sana. Uchungu wa mwana aujuaye mzazi, hususan mwanamke. Bi Abeda Nasoro Saidi ni mama mzazi wa Abdalla. Akiwa katika majonzi makubwa, anasema wanapitia changamoto nyingi sana, na anaomba msaada kwa watu wote ili mwanawe akapatiwe matibabu nje ya nchi. Kwanza ni mdogo, hajamaliza masomo, na hali anayopitia ni ngumu. Kama mama ningetamani niipitie mimi, yeye abaki. Kwa hiyo kama serikali, naiomba iniangalie kwa jicho la huruma. Naomba msaada wao ili apate matibabu, arudi kuendelea na masomo kama wenzake. Kwa naomba sana sana sana. Na chengine, wito kwa vijana wenzake kama hawa wale wanaokwenda pwani, na waomba waache. Ingawa ajali Mungu mwenyewe ndo anapanga, lakini na makusudi. Maana mtu anakwenda makusudi, saa nyingine anaenda kukoga, kuruka kusudi, hata kiambiwa anakuwa haelewi. Japo ajali inapangwa, kwa sababu yeye alikwenda, hakujua kama siku hiyo atapata ajali, lakini alikwenda. Alikwenda, alirudi tu kaenda. Ule mtu ni kumbe ni ajali tayari imeshapangwa. Kwa hiyo hatujui, lakini kama serikali mimi naomba sana, nimehangaika sana kutokana na hali zetu. Sisi hatuna kazi, mimi na kazi lakini ni fanya kazi mdogo tu, usafishaji, na kima changu cha pesa ninachokipata si kikubwa, ni kidogo. Kwa hiyo hakikizi hali ya mgonjwa, matibabu yake na hali yake alikuwa nayo. Kama hapo anahitaji pempasi, anahitaji matunda, anahitaji kila siku, huyo anatakiwa ale mafruti manini, inakuwa ni ngumu. Ingawa msaada napata alhamdulillah kidogo, lakini naomba kama serikali na viongozi zaidi wakubwa, Mheshimiwa Mwinyi na wenziwe, naomba msaada wenu, mwangalie mwanangu bado ni mdogo. Naomba msaada wenu, apatiwe safari, apate kwenda kufanya hiyo mazoezi. Sababu walipotuambia sisi daktari kwamba huyu mgonjwa huyu anatakiwa awe na watu kama 11 wa kumfanyisha mazoezi, kwamba akisimama akitakapoangukia ndio patapo anapata mtu wa kumshika. Kwa hiyo sisi hapa hatuna, tunaita daktari, anakija hapa daktari kwa siku 2, anahitaji umlipe kwa kila siku. Pesa hiyo hatuna kutokana na kazi yetu. Kwa hiyo naomba msaada kama mama, naomba msaada kwa mwanangu. Tangu alipotoka hospitali kanaendelea vizuri kidogo, ambapo tulipata daktari wa mazoezi wa hapa kuja kumfanyisha mazoezi. Anaendelea vizuri, sasa hivi ananyanyua mikono, ana mikono, lakini bado haitoshelezi, kwa sababu kila daktari anayekuja anasema huyu apelekwe India. Wenzetu wana vifaa zaidi kuliko sisi. Basi naamini kama atakwenda, basi inshallah atarudi, japo kuna wepesi fulani ataupata tayari. Ataupata kuliko hivi ambavyo sisi tunamfanyia. Hatuna vile vifaa maalum wenyewe hasa, lakini wenzetu wanavo nje. Kama daktari alivyosema pale Muhimbili kwamba atakapokwenda mbele zaidi ni vizuri zaidi, kwamba akipata matibabu zaidi mbele itakuwa ni vizuri. Kinachoniuma ndo ninachosema, pwani na wakuta, mimi nifanyaji mazoezi na nawakuta. Inaniuma sana napoona wanaruka, nikiangalia mwanangu yupo kitandani kwa swala lile. Kwa hiyo naomba wanasihi sana watoto na yani washughulikia tu wao, wajue wameenda wapi na wameenda pwani, hususan ni kiswala la pwani. Ingawa ajali popote, hata ukitoka barabarani napata, lakini pwani ni swala jingine. Kwa upande wake, baba wa familia hii anaelezea juhudi walizofanya kutafuta matibabu, lakini bado wanakutana na changamoto ya upatikanaji wa fedha. Na madaktari walichokisema kwamba sisi tunachokifanya sisi ni hivi vifupa vilivyokatika kuvirudisha katika sehemu yake bas, lakini spinal cord hatuichezei.
Ushafahamu? Na kukwenda na kutokwenda sisi hatumo. Tunachofanya kazi yetu ni hii tu. Bas, nini? Kuunga vile vifupa zile tindi zilo katika. Na ndo taarifa yao wakasema hizi haikukatika, ile imejipinda. Vile vile katika vimekwenda kupress pale. Sasa baada ya kutolewa vile siku ya pili ya tatu, mkono kama ulianza kufanya hivi kidogo. Hali ilikuwa inaanza kidogo kuwa afadhali. Afadhali kidogo. Kama anaanza kidogo kurudi hivi. Kwa sababu kwanza alikonda wote. Ukisha ikawa kuna time na mji ya baridi ili ya kutetemeka inabidi umweke kitu hapa kwenye mdomo kumzuilia manake. Na sometime na kuja joto kubwa sana na mjia kama hivyo. Na nikauliza madaktari kitu gani kinafanyisha, kama hii ni spinal cord yote imo katika mambo hayo manake napita. Muhimbili wao hatua walisema kwamba kwanza wakisema kama mnaweza kwenda mbele zaidi basi nendeni zaidi. Ikiwa mnaweza kwenda mbele zaidi nendeni. Na kubwa hasa ni mazoezi na dawa. Hicho ndo walichotuambia. Kwa sababu wao Muhimbili anasema kwamba sisi kuna vifaa sisi hatuna. Tumesoma lakini kuna vifaa hatuna. Hali ya Abdalla inahitaji uangalizi maalumu na vifaa kama kiyoyozi ni muhimu kwake. Kwani feni pekee halitoshi kwa hali aliyonayo. Tumepata changamoto ya Mzanzibari mwenzetu au ni mwanamume mwenzetu au ni Muislamu mwenzetu. Kama mimi kijana nimeumia sana na kulia sana changamoto iliyomkuta kijana mwenzangu kuparalyze. Kitu cha mwanzo kinakosa elimu. Pale mlipo anataka kusoma, mwenye changamoto ni kubwa. Kama vijana na serikali na Wazanzibari au na taifa lolote, mwenzetu anataka msaada tena mkubwa sana. Anataka kuendelesha familia yake, anataka kuendelesha elimu mpaka pale bado yuko juu ya kitanda. Juhudi mimi kama kijana alinitafuta, nikamwambia basi acha imemalizie sikukuu. Nikamaliza sikukuu nikaja. Changamoto alhamdulillah watu wamepokea vizuri mitandaoni na nia ya kusaidiwa kwa uwezo wa Allah ipo. Maana yake nimeswa watu tofauti wanasema hilo jambo litawezekana. Kwa rais wangu wa Mama Samia amuone kama kijana mwenzake au kama mwanawe wa kumzaa, na Mwinyi na serikali tofauti, waziri wa afya, hata waziri wote atokee popote. Na nisimsahau mbunge wangu wa Gando Salum, na yeye yupo kwa ajili ya kusaidia watoto hao. Na muomba naye wito huu umfikie, aje msaidie kijana mwenzake au mwanawe hapa Zanzibar. Huu si wakati wa kutizamana na kupita. Ni wakati wa kusimama, kuguswa na kuchukua hatua ya kumsaidia Abdalla kwa hali na mali. Mimi ni Angel Paul, nyuma ya kamera ni Ali Haj. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare.